Hujambo rafiki zangu wa Biblia. Mimi ni mwalimu wenu katika mfululizo wa kutoka Mwanzo hadi Ufunuo. Leo tunasoma Hesabu 27:1-23 ambapo tunaona matukio mawili makubwa, binti za Selofehadi wakitetea haki yao ya urithi na Yoshua akikabidhiwa uongozi wa Israeli. Hii ni somo muhimu kuhusu haki, uongozi na mpito wa vizazi katika mpango wa Mungu. Hebu tusikize neno la Mungu kutoka Hesabu 27. Binti za Selofehadi, Mahla, Noa, Hogla, Milka na Tirsa walikuja wakasimama mbele ya Musa, Eleazari kuhani na viongozi wote. Wakasema, baba yetu alikufa jangwani, lakini hakuwa miongoni mwa wale waliomfuata Kora dhidi ya Bwana. Alikufa kwa sababu ya dhambi yake mwenyewe, lakini hakuwa na watoto wa kiume. Kwa nini jina la baba yetu liondolewe katika ukoo wake kwa sababu hakuwa na mwana wa kiume? Tupeni urithi miongoni mwa ndugu za baba yetu. Hapa kuna maelezo ambayo mara nyingi tunapuuza. Kwanza, binti hawa walimjulisha Musa hadharani mbele ya hema la kukutania. Hii ilikuwa ishara ya ujasiri mkubwa katika utamaduni ambao wanawake hawakutambuliwa kihalali. Pili, Mungu alimjibu Musa mara moja, hakuna kuchelewa au kuuliza baraza la wazee. Haki ilikuwa wazi. Tatu, waliweza kutaja jinsi baba yao alivyokufa bila kujihusisha na uasi wa Kora, walijua historia yao vizuri. Tunashuhudia mabadiliko makubwa ya kiteolojia hapa. Kutoka utawala wa Musa hadi utawala wa Yoshua, mpito wa vizazi katika uongozi wa Mungu. Kutoka haki za kiume tu hadi haki za kijinsia, binti wakipata urithi pale ambapo hakuna wavulana. Na kutoka uongozi wa kibinafsi wa Musa hadi uongozi wa kidini wa Yoshua, ambaye atategemea Eleazari kuhani kwa maamuzi ya muhimu. Mungu anaongoza mabadiliko haya kwa hekima. Wanyamapori walishuhudia matukio haya ya ajabu. Nimeona kutoka juu jinsi Mungu anavyobadilisha viongozi, lakini mpango wake hauishi kamwe. Yoshua amekuwa akifanya kazi kwa bidii kando ya Musa kwa miaka mingi. Sasa ni wakati wake wa kuongoza. Na binti hawa walikuwa na ujasiri wa kutetea haki yao. Mungu aliwaona na kuwahukumu kwa haki. Hii ni ajabu, binadamu wanapewa fursa za kutoa maoni na kupata haki, lakini mara nyingi hawatumii fursa hizo. Kila wakati nina ushangao jinsi Mungu anavyojali haki na uongozi mzuri miongoni mwa watu wake. Sasa ni mambo gani tunayoweza kujifunza kutoka somo hili? Kwanza, tunapaswa kuombea viongozi wetu na kuwaunga mkono katika majukumu yao, kama vile Musa alivyompa Yoshua baraka na msaada. Pili, haki na uwazi ni muhimu katika masuala ya urithi na uongozi. Mungu anajali uongozi wa haki. Tatu, uongozi wa kibiblia unahitaji utayarishaji wa kina na kukabidhiwa kwa namna ya kawaida. Yoshua hakuteuliwa bila mpango, alikuwa ametayarishwa kwa miaka mingi. Hebu tuombe pamoja. Bwana Mungu, tunakushukuru kwa mfano wa uongozi mzuri ulioutupa kupitia Musa na Yoshua. Tunaomba utupe uelewa wa kujua jinsi ya kuombea viongozi wetu na kuwaunga mkono. Tupe ujasiri wa kutetea haki kama binti za Selofehadi, na utupe uongozi wenye hekima katika familia na jamii zetu. Kwa jina la Yesu. Amina. Asanteni kwa kufuatilia. Katika kipindi kijacho, tutaendelea na safari yetu ya kutoka Mwanzo hadi Ufunuzi. Asanteni na Mungu awabariki. Jiandikishe kwa maudhui zaidi ya kusoma Biblia.